ameshinda dhidi ya Fountain Gate, ameshinda ushindi wa goli 2. Gepu la alama linazidi kuwa kubwa. Simba Sports Club amekaa kileleni kwa viwansu. Kizinga kwema? Kwema kabisa. Mbona unacheka kaka? Mimi nafurahi kila mtu kwanza ashinde mechi zake. Unajua kila siku tunasema siku zote usipende kuoa mke alafu uweza kumhudumia huna. Maana yangu ni nini? Simba Sports Club sasa hivi mpaka anateseka kwenye kila mechi, anajaribu kutuombea dua baya. Mwenyezi Mungu anashindwa kuwaelewa kutokana na mazingira anayopitia. Kwa hiyo na imani kabisa yale maigizo aliyasema mjomba Chai pale KMC ndio yalitokea jana Mbeya. Leo pale mpira umeonekana mpaka half time, ngoma ngumu, vijana wanacheza mpira unaonekana na vipaji tumeviona pale Fountain Gate. Nadhani ni ubora wa Yanga pamoja na uwezo wa mapambano kwa ajili ya kwenda kuchukua NBC Premier League. Msimu huu ni mgumu na nina imani 100% mechi 3 zilizobakia tutakwenda kutangaza ubingwa wetu tukiwa na magoli mengi na pointi nyingi kuliko wanavyofikiria. Hawa ndugu zetu hawa wanaotuangalia sisi kwa jicho la tatu na wapa kodi. Kuna mechi kati hizi 3 zinazokuja mbele, kuna moja wanakwenda kupoteza kabisa kama tulivyoungua sisi pale na Dodoma Singida. Kuna moja anakwenda kupoteza? Yes. Kuna mechi moja wanakwenda kupoteza. Yaani sitokuja kuambia ni ipi kwa sababu leo Arusha walikuwepo. Wameanza kutanguliza watu before kabla ya sisi, mechi yao bado tarehe 20, lakini leo katika uwanja ule tulikuwa tunaona mambo yao yanayoendelea pale. Lakini sisi Wandewa kwenye ligi hii sisi ndio wanaume ambao tunajua michezo mingi ya michafu na misafi. Tumeweza kutoa mtego wao. Kweli tulikuwa tushaingia kwenye 18, lakini kutokana na uwezo wa mashabiki wa 12 nje ya uwanja tumeweza kutegua mitego. Kipindi cha pili unaangalia pale leo Pacome Pedro Zouzoua baada ya muda mrefu kupitia kwenye wakati mgumu, leo kwa mara ya kwanza anakwenda kufunga goli lake la 8 na anafungua akaunti yake ya magoli. Ukiangalia vile vile nilijaribu kutoa ushauri kwa benchi la ufundi. Depu ni kijana wetu na alipitia kipindi kigumu pia. Ni muda wa kumpa confidence ili aweze kurudi kwenye ubora wake. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameweza kupewa dakika za kutosha leo, mpaka dakika 70 ameweza kuingia Prince Dube na ameweza kuscore vizuri bwana Depu. Binafsi nimefurahi na matokeo yote yamekuwa mazuri na nina imani kabisa tunakwenda Mwanza tukiwa tuko vizuri na tunakwenda kupata mchezo wetu dhidi ya Azam. Uwepo wa Pacome Zouzoua na goli lake la kwanza kufunga kuna ishara alionyesha kama anaomba radhi hivi. Pengine kiwango chake kimeshashuka ndugu yangu. Ile alichomaanisha pale ni kitu gani? Ni kwamba katika maisha yetu sisi ya mpira haya unapitia kwenye nyakati nyingi ngumu na nzuri, lakini hajawahi kusikia hata siku moja sisi wote ambao tunafanya interview katika hizo media mbalimbali kuweza kumponda mchezaji wetu na kumwambia maneno mabovu asiokuwa na msingi. Kikubwa tulikuwa tunampa moyo, tunamwambia wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa binafsi mwenyewe ameweza kujaribu kama kutuomba radhi, jamani alopita si ndwele, tuendelee kuganga yajayo. Kwa tuna imani kabisa mchezaji mwenyewe anapopitia kwenye nyakati ngumu kuna maumivu ambayo anayapata, lakini sisi kama klabu ya Yanga, mashabiki wenye uelewa, mashabiki wanaojitambua, tunaweza kumpa mtu hope hata kama kuna tumaini la kwenda kufa kabisa. Kwa binafsi ile ni ishara nzuri kwetu na tutaendelea kuwapa support wachezaji kila eneo wanalokwenda. Leo wengine watakubatia kwenda Arusha, lakini na imani kabisa Mwanza tutakuwa wengi na tutaifuata timu yetu popote ilipo. Mwana Yanga kuanzia sasa hivi hata kama una kiakiba chako ndani cha milioni 2, milioni 3, hiyo vunja akaunti. Yanga popote inapokwenda sasa hivi ni kuenda kuifuata. Wachezaji wa Yanga wanatuhitaji kuliko hata wake zetu nyumbani. Ile timu inatuhitaji kuliko hata watoto wetu nyumbani. Acha mtoto nyumbani, acha mke. Tuende tukapambanie huu ubingwa wa mara ya 5 mfululizo. Tupo kwenye vita, tunahitaji ubingwa kwa hali na mali. Iwe shari, iwe kwa heri, iwe kwa dhuluma, iwe kwa kawaida, lazima Yanga awe bingwa. Kwa sababu jana tumeona maigizo yanaendelea. Maigizo yao yangefanyika zidi yetu sisi. Sasa hivi waandishi wa habari wote pamoja na wachambuzi mngeanza kutuletea maneno yasiokuwa na msingi. Lakini cha ajabu mpaka sasa hivi kila nikiangalia wale wachambuzi ambao wakimpigiaga engineer mjomba wangu amemeza shoka naomba 200,000 300,000. Sasa hivi engineer baada ya kuwafungia macho hatuwasikii kuiongelea timu yao ambayo inafanya vitu vya ajabu. Kwa binafsi kila mmoja ashinde mechi zake, tunakwenda kutangaza ubingwa wetu tukiwa tunashinda kila aina ya mechi. Kama wewe unasubiri kama fisi mkono unavyoning'inia unajua utadondoka, Yanga hapotezi mechi hata moja. Dakika 70 zimemtosha kwa Depu kuonesha ubora wake. Swali langu kwako ni heri Depu ama ni heri Prince Mpumelelo Dube? Wote wako vizuri. Mimi binafsi kama mshabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga mmoja hapo dhidi ya Azam FC. Zidi ya Azam FC binafsi mimi nitaanza na Prince Mpumelelo Dube. Kwa sababu gani nitaanza heri Dube kuliko Depu? Kila mtu ana vitu vyake. Kwa nini nitaanza na Dube? Dube ni mchezaji ambaye akiwa kule mbele
ana vitu vingi sana ambavyo anavyomuofa kocha, anavyoofa wachezaji wenzake. Ana uwezo yeye ya kutapu kwenda pembeni, mabeki wengi wanamfuata peke yake, huku viungo waliobakia washambuliaji wanakuwa wako free. Kwa nadhani Depu kama tunahitaji aanze, binafsi ningekuwa mimi ni kocha, mechi zidi ya Azam, Dube namweka pembeni, Pacome namweka pembeni, namba 9 nakaa Depu, 10 ndio ukao Okelo. Azamu atoki hata kwa bahati mbaya pale Mwanza. Licha ushindi wenu wa leo, kumekuwa na performance mbovu eneo la ulinzi. Nilikaa na wewe, uliona namna ambavyo watu wanaingia, wanakosa, watu wanagonga miamba. Ilikuwa ni rahisi sana kufika kwenye box la Young Africans. Mpinzani mnayekutana naye mbele ni Azam kwenye mechi mbili, CRDB na NBC. Mkiendelea hivi mnaweza mkaanguka. Kama ulivyosema. Mimi binafsi naweza nikasema hivi. Kama ulivyosema mara ya kwanza. Sio kama ulivyosema mara ya kwanza. Mara ya kwanza si ulituambia hivi out. Nje vipaza. Yaani sisi kama ulivyosema. Mimi binafsi naweza nikasema hivi. No. Nachoweza kusema ni hivi. Acha kunipigisha shoti wewe Deliki. Kwa sababu sisi wachezaji wetu tuliokuwa nao tunawaamini. Pale ilipo sasa hivi beki line ukiangalia kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, tuna ndugu yetu yule bwana Baka. Pamoja ukiangalia wengine kule, mwingine amepata kwenye injury mfano kama Dickson Jobu, na nje tuna yule kijana wetu mwingine ambaye tunaangalia uwezo wake. Leo pale ukiangalia kweli pale kipindi cha kwanza timu yetu ili drop. Kipindi cha kwanza performance haikuwa kama vile tunavyohitaji. Lakini binafsi naweza nikasema ilikuwa siku mbaya kazini tu. Uzuri mabeki wetu hawajaweza kuruhusu goli kule kwa Diala mpaka vijana kwenda kuingia. Binafsi wamefanya mashambulizi mazito mpaka beki anafikiwa, maana yake mtu wa kwanza kufa ni namba 6, na namba 6 yetu leo ilikuwa Duke Oga Abuya, juu yake alikuwa nani? Mudathiri haya. Kwa binafsi leo nikimtazama Duke Oga Abuya hakuwa kwenye maisha mazuri kwenye mpira. Kwa kila mtu ana muda anaopitia na sio kitu kizuri kukaa kwanza kumshambulia. Sisi hawa wanajeshi tuliokuwa nao wakosee, wapatie, tuko pamoja nao. Hata kama wangeruhusu goli leo tungewapa tu tupige makofi, maisha mengine yaendelee. Ila kwenye mechi zidi ya Azam katika mazingira yetu, naweza nikawaambia kitu kimoja. Yanga anapokwenda kukutana na Simba ama Azam, ile timu huaga inabadilika. Sisi binafsi wenye timu yetu uwaga kuna vitu vyetu tunavyovifanya kiasi cha kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto anakuwa mgumu kuliko hata chuma chenyewe unavyofikiria. Ulisemaje kuhusu Bakari Mwamnyeto pale ndani? Bakari Mwamnyeto ni beki bora kuliko mabeki wote Tanzania hii. Ndio. Tumalize na namna ambavyo mnausogelea ubingwa Simba ambavyo anawasogelea yuko chini yenu pale. Wao wanajinasibu wanachukua kombe iwe mvua iwe jua. Na yonyie hivyo hivyo. Unajua ukimwona kuna mtu yuko, maana Simba yule sisi ni kama mke wetu, kwa sababu ndio timu pekee ambayo tunaimudu sana kwenye ligi ya Tanzania, na ndio timu pekee ambayo tunaifunga mara nyingi kuliko timu zote kwenye ligi hii ya Tanzania. Mpaka anaongea maneno yale, ukimwona mwanamke wako ana uwezo wa kubwatukia mbele za watu, maana yake tayari kuna mjanja yuko nyuma yake anampa jeuri. Maana yake ni nini? Simba Sports Club mashabiki zao ukiwaona kila baada ya mechi sisi mabingwa, maana yake kipo ambacho wanachokilingia. Salamu ziwafikie. Ambacho mnachokilingia sisi huko tumeshaamka. Sasa hivi nyewe mnakwenda kulala kwenye hilo eneo. Tuwaambie kitu kimoja tu, mtaendelea kutuombea sisi mabaya mpaka mchanganyikiwe. Ila Mwenyezi Mungu kama ameandika Yanga Sports Club 2026 twende tukawe mabingwa wa NBC, hakuna kitu ambacho kitakuja kututenganisha. NBC msimu bingwa ni Yanga mara ya 5 na tunakwenda kuwa mabingwa wa CRDB. Shukrani sana. Asante sana.